media gani? Naongea nazo zote hizi. Jamani, msameheni madam. Kwa watu wanakuwa na siku mbaya kazini, kwa hiyo tumsamehe madam, sawa? Kuna siku tu inatokea kibinadamu. Unaamka vibaya, basi hata mimi kuna siku tutawakimbiza nitawatoa baru. Alafu kesho yake nawaambia wanangu wewe. I'm sorry. Mnaendeleaje jamani? Karibuni Zanzibar. Wengine ndio mmekuja leo nimewaona. Lakini mjue Zanzibar ni pema atakaye na aje. Mwenezi, taarifa rasmi ni kwamba dada yake na mshangazi amejichanganya. Tarehe 25 ndoa ni ya kimya kimya. Nani ya lazima. Lakini tutashangilia kwa nguvu hawataamini. Hakuna rangi wataacha ona. Kila rangi wataona. Sawa. Na ukizingatia hali ya hewa inaruhusu. Vibaya mno. Na huku ni visiwa vya nini? Vya burudani. Usiniambie bwana. Ni balaa. Nacheka kama mazuri. Wapi bwana? Ukicheza na mtoto lazima umpe room wa fry kidogo. Na alikuwa anacheza na watoto wenzie. Pale kulikuwa na wanajeshi. Walikuwa nje wanapiga jaramba wanapasha. Kwamba ule wanasema mlango bahari wa kupitisha alama zetu kwenda kwenye hatua inayofuata kama ungefungwa. Nilikuwa naingiza jeshi la kwenda kuikomboa nchi kibabe mno. Kwa hiyo ni vizuri kwamba mmeona timu yetu ya pili inacheza vipi, lakini uhakikishie timu ya kwanza yote ilikuwa nje. Wewe mara mwisho kumuona Issa Fofana anacheza lini? Zuzu Landry, Alobogasti anaanza Mwamwi dakika 90, Ashraf Kibeku. Kwani leo umefanya makusudi? Subiri kwanza. Ya zaidi mara mwisho kumuona lini anaanza? Adolf Mtasingwa, Jean Jacques. Afu yule jamani yule sio Jean. Anaitwa Jean Jacques Nkamangangita Kiama. Kwa Hashim leo umefanya makusudi kabisa kuanisha kosi cha pili. Ilikuwa hamna haja ya kuangusha Hiroshima sehemu ya kuchoma moto tu ili shamba liwe tayari watu walime. Ilikuwa haina maana. Nuclear zina vita yake inakuja kuanzia tarehe 25. Bwana tutagongana. Tutagongana, tutaingiana maungoni. Vibaya mno. Hamna kulalamika. Umeleta timu, uko tayari kukutana na kila ambacho kitakuwa mbele yako. Ni humu tu. Wataeleza draw ilipatikana vipi? Na mimi ninajiuliza swali kama hilo mpaka leo. Humu ila muungano. Mungu we. Kombe ambalo lilikuwa kwenye mahesabu yenu pia. Kila kombe zilikuwa kwenye mahesabu yetu kwa sababu hata ligi kuu kule haijaisha. Na tuna mechi 11, alama 33 hizo still bado lolote linatokea na wenzetu pia wana mechi zao ngumu kama ambazo tunazo sisi. Kwa hiyo tucheze ligi kwanza iishe. Huku kwenye muungano mnakuja mnaanzia robo, nusu, finali, si ndio? Na zimeitwa timu kubwa. Imeitwa timu ambazo ni cream team. Dar es Salaam tumetoka sisi Azam FC. Najitaja wa kwanza kwa sababu alfabeti na timu yangu ni kubwa. Sawa. Wanakuja na Nihino, wanafuata na Nihi na Singida. Na Nihino ndio akina nani hapo? Watajua wenyewe. Sunche na Kapeto. Nakubali. Pwagu na Pwaguzi. Kwa hiyo zikitoka hizo timu 4, kuna wenzetu huku kuna Mafunzo, Mlandege, KVZ na nani wengine? Na Mwembe Makumbi. Mwembe Makumbi washaondoka, jana wamecheza. Leo tumecheza sisi. Kesho linapigwa bonanza. Singida wanacheza saa ngapi? Saa 10. Singida wanacheza saa 10. Na Nihino watacheza saa 2. Mechi kweli watu wanawataka kweli, mechi kweli. Hamwezi kupangwa siku moja. Mtakuwa mnacheza siku tofauti kama sisi tulivyocheza. Kwa hiyo kesho bonanza kwamba mpatae kila mtu naye apate. Lakini mechi imechezwa jana na leo na nusu finali ya tarehe 25 itakuwa ndio mechi ya mashindano. Alafu finali tunaenda kuchukua kikombe chetu, tunakwenda nyumbani kupumzika kabatini. Akili, nguvu, maarifa, hata kupuliza tunahamishia sasa kwenye ligi kuu na FA ambayo tunategemea kwenda kushushana kazi na Mashujaa Lake Tanganyika. Bwana Lake Tanganyika Kigoma watatuelewesha ile pointi moja walipataje. Watasema wamejua wapi taarifa za kocha wetu. Wanasingizia kwamba eti analipwa hela nyingi, kwa hiyo kocha watasingizia sana. Tuna mazungumzo nao marefu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kufika hapa. Tunashukuru waandaaji wa michuano hii ya muungano. Tunamshukuru pia Dr. Hussein Mwinyi
kwa ofa aliyoitoa kwanza kwa timu za nusu finali kwenda kurefresh kidogo akili kwenye vivutio vya utalii, alafu tuje tuonyeshane kazi. Inakufa jitu. Tunaiona kabisa nafasi. Useme kwa nguvu waleza. Wapo hapa useme kwa nguvu. Mnakwenda mkiwa mna kumbukumbu ipi? Nikikumbuka katika ardhi hizi zilikuwa kule Pemba, nyumbani, finali ya kibabe kabisa na Yanga. Sasa mmekutana mapema kabisa. Mna kumbukumbu gani? Kusema ukweli tuna kumbukumbu ya kufungwa kwenye finali ya Mapinduzi kwa penalty. Yes. Lakini tumeiweka kwenye vichwa vyetu. Ibenge kasema sichezeshi tena under 20. Kama under 20 kwa dakika 70 walishindikanika wakiwa wamekamilika, tukapunguzwa mchezaji mmoja ikashindikanika. 25 kazi. Kesho kutwa Kazi ipo. naweka lile ambalo watu wanataka kuliona, halina masiara. Nyinyi mlimuona Ibenge hata akisimama leo kwenye benchi lake kweli? Hajasimama. Atasimama tarehe 25. Hashim Faisal muda mwingi amekaa. Mchezo wa Yanga akasema kwamba ni mchezo mgumu, lakini yeye yuko tayari kwa mchezo. Faisal always yuko ready. Yaani umeona mimi ninavyoenjoy mbele ya mic, ndio Faisal anavyoenjoy uwanjani. Sijui kama unanielewa, lakini na uhakika hawataki awepo. Sasa kwa sababu tunajua huu ni mchezo wa kiungwana, mpira kwa ajili ya watu wote. Wenye vipaji vikubwa kama Feitoto walindwe kwa gharama kubwa, kwa wivu mno. Star lindwe. Kwa sababu ni fahari ya macho ya wapenzi wa mpira wa miguu, hususan Zanzibar ambako sisi Azam FC kitovu chetu kimezikwa hapa. Tunawaita kwa nguvu tuje tuiangalie timu yetu ikicheza. Inasemekana wanaogopa sana kufungwa na Faisal. Najulia wapi? Hayo mambo si wanajadili klabuni kwao. Sisi tunachojua Mpemba yuko tayari. Hashimu na Mwenezi, mimi mmeniacha hapo kwenye dada yake na mshangazi. Yaani dada ni nani na mshangazi ni? Dada sikazaliwa 35, mdogo 36, sijui. Sasa maelekezo mbona ni mafupi sana lakini. Na dada anajulikana. Mshangazi tulijipigia kama mpumbavu msimu huu. Tumekutana mechi 3, kafa 2, kapata sare 1. Sawa sawa? Huo ndo mshangazi. Dada yake na mshangazi amejichanganya tarehe 25 9 finali. Na mwanasheria lakini Tajipigia kama mpumbavu. Mwanasheria Mkutane nao wote pengine kwa michuano hii. Wao watengeneze combination. Waungane basi. Mimi nakuhakikishieni, nakwambieni ukweli kabisa. Katika mechi ambazo hatuogopi, hatujawahi kuogopa, ni mechi ambazo zinawahusu nani hina nani hino. Na tunatamani tucheze kila siku. Yaani wale hata tucheze saa 4, mechi iishe, ifike saa 8 tucheze tena, iishe saa 10 tucheze tena. Ashimoni kama hiyo labda inaweza kuwa ni advantage kwenu kwa sababu wao wanajiandaa na demu. Nani anataka kuja? Walitumwa waje? Wao ukikaa vibaya si umelewa bwana. Si umelewa vitu vya watu. Sasa umefika unalala nini? Inabidi ulipe. Kwa kama ulisema uliulizwa nataka nini ukasema hiyo hapo. Alafu ukanywa tena ikakaa kichwani. Na yeye ndio sio kama unanielewa. Hiyo kaje hiyo? Haijakaa vizuri eh? Okay, bye. Sheria unayo lakini heshima. Mimi na wanasheria wanaongea Kiingereza tu. Wanasheria wangu wanaongea Kiingereza tu na huwa wananisikiliza mpaka ni watume kwa sababu kesi mimi naziweza mwenyewe. Wachambuzi kusema ukweli Hawafiki. Wanashinda kesi wakiwa nyumbani. wamewahi kushinda. Ipi kama unakumbuka? Umewahi kushinda kesi wapi? Juzi hapo. Ipi? Ya Damaro. Damaro. Ila rufaa. No? Ulaia pacha. Basi. Kaisari achiwe Kaisari. Haya Kaisari hayo. Kiazi hicho bwana kitamu afu cha moto. Sahihi kabisa. Kiazi Ulaya hicho cha moto. Unakuwa hawawezani. hakuna timu inaweza wanasheria wa Azam FC. Achilia mbali Azam FC mbali wa kwangu tu binafsi. Haiwezi. Sababu mimi mwanasheria wangu wa kwanza Babu Zaka za kazi. Unampindua vipi za? Babu Zaka za kazi. Ndio mwanasheria wangu wa kwanza. Lugha zaidi ya 5. Sawa? Wa pili Zaka za kazi. Wa tatu Zaka za kazi. Alafu ninakupa wazungu wawili. Waingereza nakupa mreno mmoja. Ashim, hiyo mechi mtaiweka labda special kwa ajili ya mchezaji yoyote wa Azam FC? Hapana. Sisi mechi yoyote ambayo tunacheza ni mechi yetu sisi kama timu. Ili ufanikiwe jambo, kidole kimoja kivunji chao. Unaweza ukampa pressure, ukasema leo tunampa Ngita kwa sababu alifunga magoli 2 mechi iliyopita, si ndio? Ukampa pressure, ukamoverload pressure, akashindwa kuwa kwenye ubora wake. Sisi tunaidedicate hii mechi kwa Azam FC. We know kwamba ni mechi ya kawaida. Ni mechi ya kawaida mno ambayo tunaenda kucheza. Lakini tunaidedicate kwa ajili ya timu yetu, icheze, itufanyie kile ambacho tumewaagiza, ituvushe kwenda hatua inayofuata
na inshallah tukutane naye atakayejichanganya tena huko mbele, kama ni nani wa mshangazi mwingine huko mbele, kama ni mshangazi mwenyewe au ni nani, sisi kila laheri, atakayejichanganya na aje. Hivyo tulifanya interview siku moja. Kuna wakasema miongoni mwa michezo migumu ni kukutana na timu za Zanzibar. Leo mmefunga goli 2 tena kwa set pieces. Je, ngumu sana kwa timu tuliokuwa nayo, tulistahili kushinda magoli 5 au 6. Lakini wamepata goli 2 hizo, basi alhamdulillah, ni timu ngumu sana. Hivi mshawaona nyinyi timu za Unguja huko zinavyopiga mpira huko nyuma tap tap tap, wakawa wanatoka wanafungua loki? Ndio ugumu ulipo pale. Mpira unatakiwa uwekwe chini, juu hamna uwanja. Uguse, watu watembee. Na waza shida ni nini kuanzia katikati kuja huku mbele. Lakini kutoka hapa kwa golikipa wao mpaka wanafika mstari wa katikati mnagawana pale. Alhamdulillah, mashallah, hasbi Allah. Wako vizuri sana. Wanasema tu wameleta watu wa basket leo. Hata sisi wenyewe tumeleta wachezaji ambao hawachezi. Mara nyingi sisi tumeleta watu ambao kazi yao ni mazoezi tu kwenye timu yetu. Yaani watu wa basket warefu sana. Sisi? Ndio modern football. Sayansi ya sasa hivi ya mpira wa miguu. Hebu kaangalie vimo vya wachezaji ambao wako Maniema ambao tulicheza nao hapa, kawaangalie Wydad ambao tulicheza nao hapa. Mimi nawatajia watu ambao nimewaona hivi wakitrain na nikiwa facilitate na nikawaona kwenye mechi. Alafu niambie ni timu gani ya maana kweli kweli na mchezaji ana kimo changu. Kesho tena mida kama hii. Na ujambo mama? Naendeleaje? Zanzibar safi Basi. Naona